Habarini za mchana, waandishi wa habari. Kwa majina naitwa Cuthbert Albert Joseph, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa sekta ya madini Tanzania. Kiingereza tunasema Tanzania Youth in Mining. Huu umoja ni umoja wa wadau wote, vijana wote ambao wanahusika kwenye mnyororo wa thamani wa uchimbaji wa madini. Maana yake tuna vijana ambao wengine ni mamalishe, wengine wauza vifaa vya kuchimbia, pamoja na wachimbaji wenyewe. Wapo wanunuzi wa dhahabu, na wote ambao wanahusika kwenye mnyororo wa thamani. Hawa ndio wanaunda umoja huu wa Tanzania Youth in Mining. Umoja huu tuliuanzisha baada ya Mheshimiwa Rais kuja Mwanza baada tu ya kuapishwa, alipokutana na makundi mbalimbali mwaka 2021, na akatuambia kwamba sisi vijana tunakutania wapi kuweza kuzungumza mambo yetu na kuweza kufikisha chochote au mahitaji yetu kwa serikali. Hapo ndipo tukasema acha tuanzishe umoja huu ambao ulianza na vijana 600,000 na leo tuna vijana 4,681,000. Kwa nini nimewaita na kwa nini tumewaita hapa? Mimi naongea kwa niaba ya uongozi wa kitaifa, lakini mimi nimepewa jukumu hili kwa sababu mimi ndio mwenyekiti wa mkoa ambao ni mwenyeji, na Daktari Samia Suluhu Hassan anakuja kufunga kampeni zake hapo kesho. Sisi kama TYM tumekaa, tumefanya utafiti, tumezungumza na wadau wetu ambao wako kwenye umoja wetu, wanachama ambao watu walio kwenye umoja ambao wamejiandikisha, tuko takribani 4,400,025. Kwa tukakubaliana kwamba kwa nini watu 4,406,025 usiwe mtaji wa mama. Kesho kutwa Oktoba 29 twende tukatiki watu 4,406,025. Tukasema hata kama kutakuwa na watu wanaumwa na dharura, tuseme wastiki watu 25,000 wakatiki 4,406,000. Utakuwa ni mtaji mkubwa sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, na hiyo ni asante yetu kwake. Kwa nini tumesema ni asante? Tumesema ni asante kwa sababu baada ya kuunda umoja wetu, serikali turuhusu tukawa halali. Maana yake tukapata certificate ya kutuwezesha kuwa halali kwenye nchi hii kama umoja wa vijana walioko kwenye sekta ya madini. Baada ya kuanzisha umoja huu, mama alienda mbali zaidi, ametupatia leseni za uchimbaji zipatazo 11 pamoja na leseni kubwa ya utafiti. Kwa tunasema hatuna kingine cha kusema, lazima tumpe asante yake kwa sababu ameona mbali kwa vijana kama sisi. Lakini hakuishia hapo. Mama huyu aliweza kutupatia sisi TYM vijana mitambo miwili ya kuchorongea, ambayo mtambo mmoja gharama yake ni bilioni zisizopungua 18. Kwa mitambo miwili mama watu alijitoa kwa ajili yetu bilioni 36 plus. Kwa nini tukasema kwa nini tusiwe mtaji wa kusema asante mama kwa hili jambo ambalo umelifanya kwa vijana wachimbaji. Mama huyo hajaishia hapo, akasema pamoja na kwamba anawapa hiyo mitambo, bei ya kuchoronga ya makampuni ya kigeni ilikuwa ni $250,000 kwa mita moja, lakini yeye akasema mimi nitakuwa na wachorongea kwa shilingi 200,000 tu za Kitanzania kila mita moja. Ukiangalia hiyo difference ya bei, maana yake ni kwamba huyu mama ameamua kuwabeba vijana wachimbaji wa nchi hii. Leo hii mama huyu, Nyamongo zamani ilikuwa ni fujo kila siku yale maeneo yanayozunguka Nyamongo, lakini tukaangalia, tukafanya utafiti, tukagundua vijana wengi pale hawana kazi. Mama akaweka ushawishi, akatoa maelekezo
chini ya Waziri Mavunde, vijana pale wamepewa leseni, takriban vijana 2000 around ule mgodi tayari wanaweza wakachimba, jambo ambalo lilikuwa halijawahi kutokea. Mama huyo hajaishia hapo, tukapeleka mradi wa vijana unaitwa MBT, yani Mining for Bright Tomorrow, mradi ambao mama amekubali kuwekea fedha kwa ajili ya vijana. Mradi huu unakwenda kunufaisha vijana wengi, takribani wote vijana milioni 4+. Kwa ina maana kwamba sisi TYM, kwa sababu focus yetu ni vijana na mama focus yake ni vijana, maana yake ni kwamba hatuna cha kumlipa mama. Tumeona ni bora tufanye utafiti wa vijana tulionao, kama wamejiandikisha tukakuta waliojiandikisha ni hao 4,600,025. Kwa tukakubaliana kwa pamoja viongozi wote Tanzania nzima kwamba Mama Samia Suluhu Hassan Oktoba 29 tunamwambia mtaji wake kwetu ni $4,600,025. Hao wote tunakwenda kutiki kwa ajili yake. Mwisho kabisa, mama ameweza kuweka fedha nyingi sana kwenye Benki Kuu ya Tanzania. Leo Benki Kuu ya Tanzania inanunua dhahabu kwa bei ya soko la dunia na inanunua kwa keshi. Kwa ina maana mama ameona nchi hii iweze kuwa na reserve ya dhahabu. Tunakwenda kuwa na reserve kubwa ya dhahabu, lakini wakati huo ananunua dhahabu kwa keshi bila kukopa, kama ambavyo zamani tulikuwa tunasumbuliwa na watu, unapeleka dhahabu, unakaa muda mrefu hujaweza kulipa fedha yako. Lakini leo hata hao unaona wa China walioingia technical support wanauza dhahabu yao kwa BOT, kwa sababu wana uhakika wa kupata bei nzuri na fedha cash. Leo hii mama ameweza kusaidia kuangalia na kuhakikisha kwamba bei ya soko la dunia ndio bei tunayopata kwa hapa Tanzania. Leo niwaambie bei ya dhahabu gramu moja inakwenda mpaka $300,000+. Kile kigramu ni kidogo sana, lakini tunauza $300,000+, na wanaonunua ni BOT wanashindana na wale wanaotoka nje. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo ameweza kuhakikisha bei ya dhahabu inakwenda sambamba na bei ya soko la dunia. Kwa sisi msimamo wetu, na kilichonifanya niwaite tukutane na nyinyi, msimamo wetu kama Tanzania Youth in Mining ni kwamba tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuangalia vijana kwa jicho pana, na tunasema kwamba anatuandaa sisi kwa mabilionea. Ndio maana ameleta mradi wa MBT kwa ajili ya vijana. Kwa nimewaita na kusema tunatoa msimamo wetu sisi vijana wa Tanzania Youth in Mining kwamba tunakwenda kurudisha asante yetu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumpa mtaji wa wapiga kura walio tayari kwenda kutiki $4,600,025. Asanteni sana waandishi wa habari. Sisi vijana katika sekta ya madini Tanzania Youth in Mining tunatoa shukurani zetu kama vijana kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi, kumhakikishia kwamba yale aliyotegemea kuyapata kwenye sekta ya madini ni matokeo chanya ambayo tunayasimamia Tanzania Youth in Mining, na tunakwenda kufanya maamuzi ya kutiki tarehe 29 Oktoba, kesho kutwa. Hiki tunachokifanya ni makubaliano ya kikao tulichokifanya viongozi wa Tanzania Youth in Mining jana mkoani Geita tarehe 26, tulipokutana na viongozi wote Tanzania nzima na kukubaliana wanachama wote 4,600,000+ tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana.